Kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi ANAPADE na kwa niaba ya umoja wa vyama vya siasa, tunasimama kutaka kuwatangazia ndugu zetu wa Kongomani mahali popote mlioko, walio ndani ya diaspora na walio ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ya kwamba sisi vyama vya siasa tunashutumu na kulaani vikali kitendo cha Rwanda kusapoti maandamano ambayo ilifanyika katika mji wa Marekani na katika mji wa Nairobi. Hayo maandamano sisi kama vyama vya siasa tunayachukulia kama ni maandamano iliyoandaliwa na nchi ya Rwanda kutaka kuzofisha mchakato wa mazungumzo ambao unaendelea Washington na mchakato wa mazungumzo ambao unaendelea katika nchi za Doha na Uswisi. Kwa sababu ya nini? Katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuko kabila 450 ambao tuko ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Itawezekanaje kabila moja ambalo haiko ndani hata kati ya hayo makabila 450 haliko ndani, linaweza likatumia jina la nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusema wao wananyanyaswa na uongozi ulioko madarakani wa Bwana Felix Tshisekedi? Itawezekanaje tena watumie jina la Wakongomani na wao sio Wakongomani? Ukiangalia maandamano hayo yaliyofanyika hapo Marekani na maandamano yaliyofanyika katika jiji la Nairobi, Kenya, ni maandamano ambayo imepata sapoti kubwa sana kutoka katika nchi ya Rwanda. Rwanda iliona ya kwamba imeelemewa na mazungumzo ya Washington na imeelemewa na mazungumzo ya Doha na Uswisi, ikaona ya kwamba itumie plan B kutumia Wanyarwanda wafanye maandamano kwa jina la nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo tunakwenda kutangaza kama vile vyama vya kisiasa, jambo hilo ni mpango wa Paul Kagame kutaka kuzofisha mazungumzo ya Washington na kutaka kuzofisha mazungumzo ya Doha na Uswisi. Tunavilaani na tunashutumu vikali sana. Tunaomba jamii ya Umoja wa Mataifa, jamii ya Umoja wa kikanda na jamii ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kulitazama jambo hili kwa jicho pevu na kuchukua hatua za kisheria dhidi ya nchi ya Rwanda, kwa sababu hao maelfu ya watu ambao walianguka barabarani hapo Marekani na hapa katika nchi ya Nairobi ni watu wa Nyarwanda ambao wanajiita Wakongomani. Tukiangalia maandamano hayo imesapotiwa na nchi ya Rwanda. Wamepewa uwezo wa kuandaa maandamano hayo kwa kutaka kuzofisha ule mchakato wa kutafuta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu wale wote ambao waliingia barabarani Marekani, waliingia barabarani katika jiji la Nairobi, sio Wakongomani na sio Wakongomani halisi. Sisi kama vyama vya kisiasa ndani ya maandamano hayo hamkukuwa kabila zingine ambazo ziko ndani ya kabila 450 ziko ndani ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hapakuwa Wandande, hapakuwa Wangala, hamkukuwa Wakongo, hamkukuwa Wabembe, hamkukuwa Wafureru, walikuwa hao Watusi, Wanyarwanda ambao wanajiita wao ni Wakongomani. Kwa hiyo kitendo hicho ambacho nchi ya Rwanda imefanya kutaka kuzofisha mazungumzo ya amani ya Washington na mazungumzo ya amani ya Doha na Uswisi, tunakilaani kwa sauti kubwa. Ni kitendo cha kutaka nchi ya Kongo izidi kuwa ndani ya vita miaka nenda miaka rudi. Kwa jambo kama na hili sisi kama vyama vya kisiasa tunatuma wito kwa masosiete civil,
tunatuma wito kwa masosiete syndicale, maorganization syndicale za nchi yetu na wananchi wetu wa nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tusimame kutetea na kupinga jambo hilo. Tunatuma wito wetu kwa viongozi wote wa diaspora ambao wanaongoza madiaspora yote ya Kongo katika nchi tofauti ndani ya diaspora na walio ndani ya nchi, wasimame siku moja kufanya maandamano katika hizo nchi kupinga maandamano haya ambao Wanyarwanda walifanya, ilikuwa inasapotiwa na nchi ya Rwanda. Hayo maandamano iko na lengo ya kuharibu usalama katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutaka kuzubaisha mazungumzo ambayo inafanyika hapo Washington na mazungumzo ambayo inafanyika Doha na Uswisi. Kitendo hichi ni kitendo cha unyama. Kitendo hicho kinaenda kinyume na taratibu na sheria za Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunalaani nchi ya Rwanda kusapoti maandamano na kutengeneza maandamano ambayo inataka kuzofisha mchakato wa kutafuta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa sababu ukiangalia wenye walifanya maandamano hayo wanasema ya kwamba wao wanaonewa. Itawezekanaje serikali ya Tshisekedi inapambana na kikundi cha M23 ambacho kinasapotiwa na Rwanda? Tshisekedi ataanza haje namna gani kuwahua hao Wanyarwanda na iko anapambana na kikundi ambacho kinataka kugeuza serikali? Itawezekanaje? Ndani ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuko na maorganization za Umoja wa Mataifa. Hakuna ripoti yoyote ambayo ilisharipotiwa na Umoja wa Mataifa ya crime contre l'humanité ambayo inafanyika huko mjini DRC kwa hivi vita vya M23. Wenye wanafanya crime katika nchi ya Kongo ni M23. Wanabaka watoto, wanabaka wa mama, wanabaka wasichana, wanaua watoto, wanaua wa vijana. Yani walishaua watu takribani 1,000,000 na zaidi. Wenye walishapoteza maisha katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na hicho kikundi cha M23 kinapata sapoti ya nchi ya Rwanda. Leo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia uongozi wa Tshisekedi umekubali kwenda kwenye meza ya mazungumzo, vita viishe kwenye meza ya mazungumzo. Sasa mazungumzo ya Nairobi, Paul Kagame ameona ya kwamba amehelemewa na zile sharti ambayo wamepewa. Kwenye mazungumzo ya Doha na Uswisi wanaelemewa. Ameona ya kwamba anakwenda kupoteza. Sasa anachukua plan B ya kutaka kuhujumu na kutaka kuharibu mazungumzo hayo. Ndio maana sasa amechukua hatua ya kuandaa maandamano kupitia hao Wanyarwanda, kwa sababu wenye walienda barabarani ni Wanyarwanda. Waliandaa maandamano wakijiita Wakongomani na sio Wakongomani. Huo ni mpango wa Paul Kagame na ni plan B ya Paul Kagame kutaka kuzofisha mazungumzo ya kutafuta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo inafanyika Washington na yenye inafanyika katika Uswisi na Doha. Tunalaani vikali na tena tunazidi tena kulaani. Tunaomba Umoja wa Mataifa uingilie kati jambo hilo kwa ujanja ambao Paul Kagame anaufanya kwa kutaka kuzubaisha mazungumzo ya kuleta amani mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yasifanyike na yasipate nafasi. Tunalaani na tunashutumu uongozi wa Rwanda wa uaji wa bwana Paul Kagame, haya maneno ambayo anakwenda kuifanya. Kwa hiyo maandamano ambayo imefanyika Marekani na yenye imefanyika Nairobi sio maandamano ya Wakongomani, bali ni maandamano ya Wanyarwanda ambao wamejipachika jina la Wakongomani. Kwa hiyo Wakongomani tunapaswa na sisi tusimame, ndugu zangu, tusimame tupate kutetea jina letu kama vile Kongo ambalo linatumiwa vibaya na nchi ya Rwanda. Asante sana ndugu zetu, mahali popote mlioko, nadhani tatupata vizuri. Kwa niaba ya chama cha Anapande, Chama cha Mapinduzi, na kwa niaba ya umoja wa vyama vya siasa, ni mimi wenu kiongozi wa Coalition Uboli na tena kiongozi wa chama cha Anapande, Dr. Miala Mtangania. Asanteni sana. Ndio sasa akaona kwamba afanye plan B ya kusupport na kuweka pesa kwa hao Wanyarwanda wenzake ili wafanye maandamano
wa kusapoti ile accord ya Washington isimuelemee yeye Kagame. Huo ni mchezo wa kuigiza wa Kagame tu, ndugu yangu mtangazaji. Labda ningegeuza macho yangu kwa umoja. Pengine umesikiliza alivyozungumza kiongozi wa ANAPAD. Maoni yako ni yapi kulingana na kile ambacho kinachoendelea sasa hivi mitandaoni? Wamezungumza kwamba wakongomani wanawatreat vibaya, wengine ndugu zao wameuliwa na nyama zao pia kuzitumia kama chakula. Maoni yako ni yapi kwa hiyo? Kwanza ndugu mtangazaji, mimi si kana kwamba ina maoni, ila ni kukosoa moja kwa moja. Nataka nimkosoe huyu jamaa, nimwambie kwamba na mahali alipo na Wanyarwanda wote kwa ujumla wajue ya kwamba katika kabila 450 na vitu, unaona, hakujawahi kuwa kabila la Kinyarwanda au Kinyamulenge nchini Kongo. Kwanza hii. Pili, yeye anazungumza ya kwamba wanawaonea kwa sababu wao ni wachache. Lakini ndugu yangu, hivi Masunzu ni nani? Tukienda Gisaro ni nani? Tukienda huyu general ambaye alifukuzwa juzi hapa ni nani? Na wako wengi kibao. Kwenye polisi wapo kwanza. Ukienda kwenye vyombo vya usalama, kitengo cha wahamiaji wapo, ambao kinajulikana kama vile DGM au Migration wapo. Wanafanya kazi na wako maofisini, wanatulia kabisa. Hizo mbwembo za imbwa kubweka mitaani hawana. Kwa nini Masunzu hakujiunga nao? Kwa sababu anajua ya kwamba moja kwa moja hawa watu wanatumikishwa na Rwanda. Wana minister hawa wanasema kwamba sisi ni wadogo, tunauawa, tunafanyiwa hivi. Wana minister ambaye ni ministre wa decentralization Gisaro yupo wapi? Ikulu. Unaelewa? Sasa wakisema ya kwamba wanaonewa, kwanza hao jamaa wana bahati. Kabila lenyewe halijulikani Kongo kwamba lipo katika orodha makabila za Kongo, halijulikani. Lakini walipata ile neema, waliweza kupata hata vice president ambaye ni Azarias Ruberwa mu gouvernement ya 1+4 2001 mpaka 2005. Ndio tulienda kwenye uchaguzi wa 2006. Sasa hawa jamaa wakisema kwamba tunaonewa, si ni kabila ndogo, wanaokufa Kongo nisikilize na mkongomani nisikilize, ni jeshi la Rwanda. Anajijua kwamba yeye ni mkongomani, ndiyo hawezi kugeuza bunduki akapambana na serikali la Kongo. Kama yeye ni Mnyarwanda ambaye anajua mimi ni Mnyarwanda ambaye na asilia Kongomani, sawa. Kwa nini wewe mkongomani ugeuzie serikali lako bunduki? Kwa nini udai? Kama kweli unajua hapa ni nyumbani kwetu, unaweza ukadai udongo wa nyumbani kwenu? Hiyo yote naonesha kwamba michezo anayoicheza Kagame imeisha mwisho. Na ndio maana sasa lake la mwisho anategemea labda hizi kampeni za kuandamana, za kufanya nini, zitamwezesha kufika labda kwenye malengo. Hapana. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini huyu jamaa akumbuke ya kwamba sisi wakongomani asili ya kikongomani tulianza kupata mauaji kutoka kwa kabila la Wanyarwanda tokea 96 na leo hii wanaua, wanabaka, wanapora. Unaona? Vyote vinakwenda wapi? Rwanda. Ulishaenda kusikia store ya Wanyarwanda vitu ambavyo wanaiba iko Goma labda Bukavu? Vyote vinavuka, ikimaanisha kwamba wao anayewachezesha mchezo ambao hawaujui wao ni Wanyarwanda, na wao wanajigeuza kuwa Wakongomani, lakini wote ni kutoka Rwanda.
So michezo ya kutuchezea mitaani waachane nao, na kubweka kwa umbwa hakutumani binadamu atapita bwana. Labda pengine ningejaribu kuuliza kwa ile ambalo mmelizungumza pamoja na kiongozi wa chama cha ANAPAD, kwa sababu siku za nyuma kuna baadhi ya viongozi wa Kinyamulenge kutoka Marekani kuja kuipa salamu serikali ya Bwana Felix Tshisekedi. Labda mfumo huu serikali, mna uhakika ya kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haielewi kile ambacho kinachoendelea pamoja na ili kabila la Kinyamulenge? Kwa sababu kuna baadhi ya Kinyamulenge walitoka Marekani na wakapokelewa na serikali ya Bwana Felix Tshisekedi. Nini ambacho kipo katika, bado mna imani na serikali ya Felix Tshisekedi, aiza bado mnaishutumu bado serikali ya Rwanda pamoja na Kagame, lakini hakuna kile ambacho mnachokiangalia labda pengine ni makosa ya serikali ya Kongo? Labda ndugu mtangazaji, nikueleweshe ya kwamba president wa Kongo anaaminishwa kwamba hawa Wanyarwanda ni Wanyamulenge. Kwanza, katika kabila zote za Kongo ambazo ziko, hakujawahi kuwa kabila la Wanyamulenge. Unielewe vizuri. Hilo ni jina ambalo liletwa na baba yake ya Alex Gisaro 75. Ndio ile jina lilianzwa kuletwa. Unaona? Ndio wakati walianza kupenyeza ile jina katika serikali la Zaire, ambapo wakingali wakina Mobutu Sese Seko Kungwendo wa Zabanga. Unaona? Ni jina ambalo limepandikizwa tu, sika na kwamba hiyo ukoo au kabila lipo nchini Kongo. Na ndio maana hautakuta kabila la Warundi Kongo, hautakuta hao ambao wanajiita Wanyarwanda eti hii ni kabila la Wanyarwanda ambao lipo Kongo. Utawakuta wote ni wahamiaji. Sasa wanasababu nafasi ya kuitwa wahamiaji, wanapenda kuitwa wenyeji. Kuna wahamiaji na wenyeji. Kwa hiyo tusichange mali. Na Felix anaamilishwa tu. Okay, nimekuelewa vizuri, kwa sababu umezungumza kwamba wao hawatamani kuitwa wahamiaji, wanatamani kuitwa wenyeji na kuna utaratibu. Pengine labda kuna swali nilikuwa nimeuliza, je, mna imani na serikali ya Bwana Felix Tshisekedi kwa sababu walipokelewa kama wananchi ama raia, hawakupokelewa kama wageni? Walipokelewa wakati walipotoka Marekani, baadhi ya viongozi wa Kinyamulenge wakapokelewa, mpaka gavana aliwapokea Uvira. Ili labda kiongozi wa ANAPAD unaweza kulifafanuaje? Kwa sababu nahisi wananchi mpaka sasa hivi hawaelewi kinachoendelea. Maandamano yamefanyika Marekani na kuna yale ambayo serikali ya Marekani imefanya hatua ya kuwajibu kwamba kuna yale ambayo tutakuja kuzungumza, lakini kabla hatujafika huko, labda kiongozi wa chama cha ANAPAD ana yale ambayo anaweza kutuongezea ili wananchi wapate kuelewa kile ambacho kinaendelea sasa hivi kutoka kwa Wanyamulenge. Ndugu mtangazaji, kwanza uko unafanya dhambi. Wacha nikukosoe jambo moja hapo. Ni dhambi kubwa mbele ya Mungu na mbele ya shetani na mbele ya malaika. Hatuna kabila linaitwa Wanyamulenge Kongo. Wanyamulenge ni Wafuleru na ni mlima wa Wafuleru. Ushakawahi kusikia kabila moja linaitwa Wanyamulenge? Ukisema Wafuleru wanaongea Kifuleru, ukisema Wamushi wanaongea Kimushi, ukisema Wabembe wanaongea Kibembe, ukisema Wangwande wanaongea Kingwande, ukisema Wangala wanaongea Kingala. Ushawahi kusikia lugha ya Kinyamulenge nchi ya Kongo? Hawa ni Wanyarwanda. Kwanza tupatane kwanza hilo jambo. Ni Wanyarwanda. Hilo ni kwanza. Na jambo la pili, katika nchi ya Kongo tuko kabila 450. Ukiangalia kwanza historia ya Kongo itwe Kongo mpaka leo, hakuna kabila katika historia ya Kongo inaitwa Wanyarwanda au Wanyamulenge katika nchi ya Kongo. Ama usikie Watutsi ambao usikia wanajiita wao ni wa minoritaire, haikuwangi.
ni huyu Gisaro na bangi zake na ndugu zake waliweka walitengeneza historia pale. Kwa hiyo tukiwa tunasema hapa tuwaite Wanyarwanda. Cha pili, walipokelewa na Tshisekedi na wakapokelewa na Evariste Ndayishimiye na wakaingia Perusi akawapokea. Hata mimi sasa hivi nikitaka nipokelewa na Ndayishimiye atanipokea. Ni njia ya diplomasia. Nikitaka niende kusema na president wa Kongo ni njia ya kidiplomasia. Gisi watu wa Kenya, Marekani wanaweza kutembelea Trump ni njia ya kidiplomasia. Wao kukuja na kupokelewa wako na ile system. Unajua hawa watu ni nyoka. Unajua shetani, Mungu gisa alisema kanyaga nyoka. Usipige nyoka kwa mkia, uipige kwa kichwa. Sasa hawa watu tuko tunawapiga kwa mkia, si kwa kichwa. Hawa watu ni nyoka. Huku wanapiga serikali, huku wanajibembeleza ili wazidi kukaa katika nchi ya Kongo. Ile kitu wale wenye walikuja kutoka Marekani wakakuja walikuwa na njia zao za kidiplomasia. Ni Kagame tu anafanya mchezo huo kwa sababu mbele hiyo vita ya M23 havijashika Uvira. Wakati walikuwa Uvira hawajaingia Uvira M23. Uliona watu walikuja kufanya diplomasia warudishwe. Ama hao kabila wenye mrengi Wanyarwanda kuja kuongea na Evariste na kuongea na Tshisekedi. Lakini après avoir kuonekana wao wako nyuma ya M23, wao wako nyuma ya Paul Kagame, sasa wakataka wafunge watu macho, waseme wao wako pour gouvernement. Huo ni mchezo wa kuigiza ambao walifanya hawa jamaa. Hiyo ni teatre. Unaona? Na ndio maana hiyo nilisema ni diplomasia tu, wanataka kujiosha mazambi wanafanya. Na niliongea katika interview tulifanya hapo jana. Wale wakuu wa Wanyarwanda wenye wako Marekani na kadhalika walikuja kukonda M23, lakini before M23 haijatolewa Uvira, je, walikondane wakati walishika Uvira? Hawakukondane. Ni njia ya kutaka kujibembereza ili wazidi kukaa katika nchi ya Kongo. Hizo ni cha kwanza. Hilo serikali ya Kongo haina ubaya Watuti kwa sababu jeshi la Kongo alipigana na Watuti wa Nyarwanda, linapigana na M23 ambao iko supporte ama napewa appui na Paul Kagame. Sasa ukiangalia jinsi wanavyoongea hapo, tunapigwa mipanga, wanakula hata kukula, ni vita ya zamani. Sasa ikiwa vita vya zamani, je, Tshisekedi alikuwa iko president vita ya zamani? Wenye walikuwa wanapigana? Tshisekedi alikuwa haja kuwa president. Sasa Tshisekedi akakuja akawa president, akaanza kupambana na hiyo M23 yenye iko supporte na Paul Kagame. Sasa siku ya leo wanafanya maandamano ya nini? Kwa nini hiyo maandamano wakuje kuifanya wakati ya leo kwenye wameona Paul Kagame ameshindwa na kuelemewa na nini na akoro ya nani ya Washington? Mbona wakati akoro hizi hazitafanyika walikuwa watafanya maandamano? Sasa kuona Kagame anaelemewa, Kagame anafinywa Marekani, anafinywa Geneva, anafinywa pande zote zile, na wanaona hiyo akoro wenye walisinyeze Geneva entre M23 na gouvernement ya Tshisekedi, wenye walienda pale Suisse ni Wakongomani, hakuna Mnyarwanda mwenye ameenda kwa pande ya M23. Wakaweka hiyo communique ya ensemble gouvernement M23. Akaona hiyo kitu sasa yeye anabaguliwa, akatumia plan B ya kutaka sasa aendose communauté ya Wanyarwanda ambao wanajiita Wakongomani, wanajiita lakini sio Wakongomani. Wafanye maandamano Marekani, wafanye maandamano Nairobi, Kenya, kwa sababu ya kuonyesha jinsi wao wanavyouliwa au huko Kongo. Lakini hao watu wana akili, wa Marekani wana akili, wa Kenya wana akili, kwa sababu katika nchi ya Kongo kuna kabila 450. Kwanza hao Wanyarwanda hawako ndani ya hiyo 450. Sasa wanafanya maandamano kama wanani? Wanafanya maandamano kwa lengo lipi? Wanafanya maandamano kwa sababu wapewe hifadhi au wanafanya maandamano kwa sababu wananyanyaswa? Na tukiangalia katika nchi ya Kongo,
Tshisekedi awanyanyasi, Tshisekedi awapigi, Tshisekedi anapiga M23. Hiyo ndio Tshisekedi anapiga. Sasa sijaona ubaya wa Tshisekedi. Wale wenye walikuja kufanya diplomasia wapate kaifazi na kutetea ndugu zao wa M23. Sasa kwa hiyo kenye kiko hapo kwa pande hii ya vita hakuna kosa yenye Tshisekedi kunayo. Anaweza kuwa na makosa mengine ya governance, ya uongozi, gisa anafanya katika siasa za nchi za ndani ya nchi, lakini hii ya vita wasiseme uongo, ni uongo wa mchana. Kwanza sio Wakongomani, cha pili wanafanya maandamano kwa lengo lipi? Kwa sababu kule Kongo Umoja wa Mataifa iko, MONUSCO iko, UNHCR iko, institution international ziko, kuko ambasade ya Marekani Kongo, kuko ambasade ya Union Europeenne Kongo, kuko mission ya Nations Unies Kongo. Hawajaona gisi watu wanachinjwa wanakuliwa. Sasa leo kwa sababu akoro ya Washington inaanza kumwelemea Kagame, ndio sasa wanaanza kuuliwa. Watu wana njama zingine ndio wako nazo ambazo hazifai, hazina maana, hazina akili, ni kupoteza muda for nothing. Hiyo ni puchi ya Kagame. Ni Kagame anafanya plan B, ametoa zile pesa angepea M23, ndio amewapea milioni, akapeleka Wanyarwanda huko Marekani na wengine Kenya, akawapa na pesa ya nauli, akawapa na chakula yenye watakula katika maandamano, wakachanganya na wengine wenzao Wanyarwanda huko, ndio wakafanya hayo maandamano. Kwa sababu tukiangalia wanajiita wa minoritaire. Ile umati yenye ilikuwa Washington huko Marekani, ile inakaa ya wa minoritaire. Ile umati yenye tuliona Nairobi hapa inakaa wa minoritaire. Alafu wanajiita wa minoritaire. Kwanza kuna kabila zimoja watu hawana akili. Unapata nafasi hata kuingia kwa serikali, mnaongoza, lakini ujinga tu. Kama mtu Kagame kama lineti inakaa kama vile ya anakonda, ile masikio na koma juu kama ya nyoka ya anakonda, kanakonda kenyewe masikio na kuwa mapana kama ya nyoka ya anakonda, iwasumbue tu bure. Kwa hiyo kwa jambo hili, ndugu mtangazaji, hakuna makosa ya Tshisekedi, kwa sababu Tshisekedi anazidi kwanza kuwatetea. Leo kama Minembwe hajashikwa ni huruma ya Tshisekedi. Ingilikuwa ni mimi niko rais, ningesema alafu Hege inishike. Lakini si leo, juzi hapa Tshisekedi amefungua wa prisoner wa M23 10 wao Wanyarwanda. Sasa amewafungua, watu wameona. Anaweza kurespect ceasefire. Sasa makosa ya Tshisekedi iko wapi? Wanani wenye wanawaua hao Wanyarwanda? Hakuna. Wazalendo hawaui Wanyarwanda, wanapiga M23 wakisaidiana na serikali na FARDC. Hakuna wale kwenye wazalendo wamefanya crime contre humanité, hakuko. Ingilikuwa kuna crime yoyote ile ambao wazalendo walifanya na sosi ingilitangaza. Hakuna crime yenye FARDC imefanya, haiko. Kungekuwa kuko crime na sosi ingilitangaza. Sasa wanaenda kusema uongo mchana hivi. Washindwe katika jina la Yesu Kristo, shetani asiwaache. Kwa hiyo hakuna kosa ya Rais Tshisekedi hapo. Niko pande yake. Okay. Labda pengine nimekuelewa ndugu kiongozi wa Anapade, na kile ambacho tunachokizungumza pamoja na watazamaji wa Tanganyika TV wale ambao wanatufuatilia kwa sasa hivi ni kipindi cha Amkeni Wakongomani. Lakini bila kupoteza muda, labda ningekuuliza kwa sababu kuna kile ambacho kinachoendelea sasa hivi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wananchi, mambo hayaendi tangu makubaliano yalitendeka Washington, na mpaka sasa hivi kuna yale ambayo kile ambacho umekizungumzia kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliachia baadhi ya wafungwa, ni makubaliano ambayo yalifanyika juzi. Nini ambacho Wakongomani wanatakiwa kukifanya, kwa sababu waelewe kiundani kile ambacho Wanyamulenge wanakihitaji ndani ya nchi yao? Nini ambacho Wakongomani wafanye, watumie njia zipi za msingi ili Wanyamulenge, Watusi wanaojiita Wanyamulenge waelewe kile ambacho wanachokihitaji Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Ndugu mtangazaji, unazidi kufanya dhambi mbele ya Mungu. Utaungama kwa kipindi hiki, useme Mungu anisamee, kwa sababu hao si Wanyamulenge, ni Wanyarwanda. Mimi sitaki nihukumiwe na Mungu bure siku ya kiyama.
Mimi ni Mkongomani Mubembe, wale ni Wanyarwanda, hakuna kabila ya Wanyamulenge. Hiyo utakuwa nakosoa tu, nitakuwa nakosoa hapo. Nini watu wafanye? Kitu ambacho naweza kuambia Wakongomani, tutakuja kunyang'anywa nchi yetu hivi hivi, na tunaona Kagame ametoa pesa kwa Wanyarwanda wenzao wafanye maandamano Marekani, maandamano Kenya. Marekani tuko na diaspora na president wa diaspora ambao mwenye iko Marekani kwa sasa, na wao kwanza wafanye maandamano, kwa sababu Wakongomani wenye wako Marekani ni wengi kama mpunga. Wote yao wanaonyesha hapo wenye Wakongomani wenyewe original 450 tribi toke kwenye maandamano hivi. Trump machozi naza kutoka na makamasi kwa pua. Niita kwanza president wa diaspora wa Marekani, tule Kongole waende mstreet na kwanza kupinga hiyo maandamano yao. Dede president wa diaspora Kenya kwanza ni ndugu yetu, na nishamwambia hiyo waneno atengeneze maandamano na atangaze. Sasa sisi wa Kongole d'origine tutaenda kwa barabara kupinga hiyo kitu wanadanganyia rais. Hiyo ni uongo wa mchana ambao wanadanganya kuzubaisha Umoja wa Mataifa. Hicho ni kimoja. Cha pili, kingine kifanyike ni kipi? Serikali ya nchi ya Kongo ingilienda kwa origine ya historia, waingia katika nchi ya Kongo wa pasteur wa mifugo. Unaona? Watu kuna mawili. Aiza nchi yetu, constitution nchi yetu hairuhusu mtu kuwa na double nationality. Haina. Aiza kama wakitaka waitu wa Kongo wa prouve mu parlement wabadilishe constitution kusema Kongole wote hakuwa na double nationality. Ndio sasa na wao waanze kuomba nationality individuellement, hapana collective. Sasa wao wanaomba nationality collective, tena sio nationality kwa amani, kwa vita, nchi ya wenyewe. Unaona hiki kitu? Na hao watu wafie katika nchi ya Kongo warudi kwa usiwarudi. Bila hivi tayari nishaandaa memorandum ya historia ya watu ambao nitatuma mwanashini afanya vyenu, societe civile zifanye maandamano Kongo, madiaspora wafanye maandamano katika diaspora Kongolezi, Afrique du Sud, Kenya, Washington, France, Europe, waandae maandamano ya kupinga hilo jambo ambalo wamefanya hawa Wanyarwanda. Huo ndio wito wangu kwa Wakongomani. Tunapaswa kwanza tufanye kuprotege president wetu na tuprotege nation yetu. Cha kufuata hapo wafie kurudi kwao. Asante kwa maoni yako, kile ambacho unachokifikiria.